Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, AS FAR Rabat kutoka Morocco dhidi ya Yanga, mchezo ambao unakwenda kutoa taswira ya timu ambayo inakwenda kutinga hatua ya robo finali. Tunafahamu ni kundi ambalo kila mmoja ana nafasi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali. Ukitazama kundi B, Al Ahly anaongoza akiwa na pointi zake 8, la wakati AS FAR Rabat yeye anaongoza akiwa na pointi yuko nafasi ya pili akiwa na pointi 5. Yanga nafasi ya tatu naye pia pointi 5. Nafasi ya 4 ni JS Kabylie kutoka kule Nigeria akiwa na pointi 2. Utofauti wa Yanga na AS FAR Rabat ni magoli ya kufunga na kufungwa. Sasa mchezo wa Yanga na FAR Rabat ni moja kati ya mchezo ambao unakwenda sasa kumtoa mmoja ambaye anaweza akaungana na Al Ahly kuweza kutinga hatua ya robo finali. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo bwana, tumeona hamasa zikiendelea kutolewa kwa klabu ya Yanga kama watashinda mchezo huo, na moja kati ya taarifa ambayo nakusogezea ni juu ya ahadi kutoka kwa GSM, boss wa klabu ya Yanga, mdhamini mkuu wa klabu hiyo, akiahidi lundo la pesa kama timu ya Yanga itaweza kuibuka na ushindi dhidi ya AS FAR Rabat. Sasa taarifa inazungumza kwamba bwana, taarifa za ndani zinaweza kuwa mfadhili wa klabu ya Yanga Gharib Said Mohamed maarufu kama GSM ameweka bonus nono kuelekea mchezo wa maamuzi ambapo Yanga wanatarajiwa kumenyana na FAR Rabat. Bana, hatua hiyo imekuja ikiwa ni sehemu ya kuongeza morali na ari kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kuelekea pambano hilo muhimu. Kutokana na uzito na umuhimu wa mchezo huo, tajiri huyo ameamua kutenga kitita cha shilingi bilioni 3 kama motisha maalum endapo timu hiyo itafanikiwa kupata matokeo chanya. Bonus hiyo inatajwa kuwa moja ya motisha kubwa kuwahi kutolewa na mfadhili huyo katika historia ya klabu. Bana, iwapo Yanga watafanikiwa kupata ushindi dhidi ya FAR Rabat, matokeo hayo yatawezesha kufuzu moja kwa moja kwenda hatua ya robo finali, jambo ambalo linaifanya mechi hiyo kuwa ya kihistoria na yenye pressure kubwa kwa pande zote mbili. Mashabiki wanasubiri kwa hamu kuona kama motisha hiyo itazaa matunda uwanjani. Bwana, kwa nini tunazungumza pengine kwamba Yanga kama watashinda wanakwenda moja kwa moja hatua ya robo finali? Ni kama Yanga watashinda watafikisha alama 8, na ukishafikisha alama 8 basi watakuwa wamesaliwa na mchezo mmoja, ambao huo mchezo kama watapoteza maana yake watakuwa wanaendelea kusalia na alama 8, ambapo FAR Rabat akaja akashinda mchezo wake wa mwisho naye atakuwa na alama 8. Kitakachombeba Yanga ni head to head. Kwa sasa kafu waangalii idadi ya magoli ya kufungwa na kufunga hata kama wamelingana point. Wao wataangalia namna ambavyo wamekutana. Na ukitazama mchezo wa kwanza Yanga dhidi ya FAR Rabat, Yanga aliibuka na ushindi wa goli 1-0 kwenye uwanja wa pale New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kwa hiyo kama mchezo ujao Yanga atashinda afu mwingine akapoteza akasalia zile alama 8, kwa maana hiyo Yanga atakuwa na advantage ya kushinda mechi zote dhidi ya mpinzani ambao wanalingana point. Na hata kama Yanga atatoa sare kwa maana ya Yanga atafikisha point 6, FAR Rabat atafikisha point 6. Michezo ya mwisho atakaocheza Yanga atafikisha alama 9, FAR Rabat alama 9. Lakini tutaangalia head to head ya Yanga na FAR Rabat. Mchezo wa kwanza New Amani Complex Yanga alishinda goli 1-0. Mchezo wa pili wametoa sare. Kwa hiyo bado Yanga atakuwa anabebwa na head to head. Lakini kama FAR Rabat watashinda mchezo dhidi ya Yanga kwa kuanzia magoli 2 kuendelea, basi hata kama mchezo wa mwisho kama Yanga atashinda, FAR Rabat atabaki na alama zake 8, basi FAR Rabat ataenda kwa sababu atakuwa amemfunga Yanga magoli mengi tofauti na yeye kufungwa kule kwenye visiwani kule kwenye dimba la New Amani Complex baada ya kupoteza goli 1-0. Kwa hiyo unaweza kuona kwa sasa wanaangalia head to head. Ndio maana tunasema kwamba ni mchezo wa maamuzi, ni mchezo ambao utatoa timu ambayo inakwenda kutinga hatua ya robo finali. Al Ahly wao wenyewe tayari unaweza kusema kwa 85% wameshakwisha kutinga hatua ya robo finali mara baada ya kufikisha alama 8. Kwa hiyo mchezo wao dhidi ya JS Kabylie kama watatoa sare watafikisha alama 9, alama ambazo hazitofikiwa na timu yoyote. Lakini kama watafungwa bado Al Ahly atakuwa na kibarua kikubwa cha mchezo wake wa mwisho ambapo atamaliza na FAR Rabat, wakati Yanga yeye atamaliza na JS Kabylie. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo huo bana, GSM ambaye ni mfadhili wa klabu ya Yanga ametoa motisha ya shilingi bilioni 3 kama klabu hiyo itaibuka na ushindi dhidi ya FAR Rabat kwenye mchezo huo wa maamuzi.
msimamo jinsi ulivyo ni Al Ahly wana pointi 8, goal difference wana Hakiba wana advantage ya magoli 5, FAR Rabat wana pointi 5 wakiwa ukitoa na magoli ya kufungwa na kufunga, maana yake wanabaki hawana goli lolote, lakini Yanga na hasi moja ya goli, kwa maana ya anadewa goli moja ambalo amefungwa. JS Kabylie yeye na pointi 2 na ana hasi 4 ya magoli. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kundi jinsi lilivyo. Hata JS Kabylie kama atachanga karata zake wakati huo akitakiwa kushinda mchezo dhidi ya Al Ahly atafikisha alama 5, wakati kama Yanga na FAR Rabat watatoa sare basi watasalia na alama 6. Alafu mchezo wa mwisho atatakiwa kushinda JS Kabylie dhidi ya Yanga, wakati huo pia akiomba FAR Rabat afungwe na Al Ahly ili aweze kufikisha alama nyingi zaidi, alafu FAR Rabat yeye aendelee kusaliwa na alama 6. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo kwa JS Kabylie yeye kufuzu kwake kunahitaji maombi makubwa sana. Yaani kunahitaji kumwombea kuwaombea mabaya wapinzani wako. Lakini kwa Yanga na FAR Rabat wao maamuzi ya kutinga toa robo finali yako kwenye miguu yao, kwa maana wao ndio watatoa maamuzi kwamba mimi naenda ama siendi. Kwa hiyo ni namna ambavyo kundi lilivyo kwenye kundi B la klabu bingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya FAR Rabat, mchezo ambao unakwenda kuwa mgumu kwa pande zote mbili. Tunafahamu ni moja kati ya timu ambazo ukivitazama vikosi wachezaji wenye viwango bora. Tumeona Yanga wakifanya usajili kwenye dirisha dogo la usajili, wameongezeka kina Alan Okello, Depo Aurelio, lakini pia Mohamed Damaro Kamara kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo pia mchezo unakwenda kwa mgumu. Mchezo wa kwanza wa Yanga dhidi ya FAR Rabat hakuwemo Alan Okello wala Mohamed Damaro Kamara hakuwa sehemu ya kikosi. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia maingizo mapya kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili wakianza kucheza dhidi ya FAR Rabat. Lakini pia tunafahamu pia hata FAR Rabat pia tunaweza kushuhudia maingizo mapya ambayo pengine watakuwa wameyasajili kwenye mchezo huo. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao unakwenda kutoa taswira na picha ya timu ambayo inakwenda kutinga hatua ya robo finali. Moja kati ya kundi ambalo ni gumu. Kabla ya makundi ama baada ya makundi kupangwa, FAR Rabat na Al Ahly walionekana kama timu ambazo zingeweza kutinga hatua ya robo finali, lakini mambo yamekwenda kubadilika mara baada ya Yanga kuweza kushinda mchezo wake wa kwanza dhidi ya FAR Rabat na kulifanya sasa kundi kuwa gumu ambalo sasa linahitaji jitihada za nani ambaye anakwenda kufuzu hatua ya robo finali. Lakini kubwa zaidi ni taarifa za ndani ambazo zinaeleza kwamba GSM, mfadhili wa klabu ya Yanga, ametoa shilingi bilioni 3 kuelekea kwenye mchezo huo kama Yanga